Halo, je, umewahi kupata matatizo ambayo umekuwa hujui chanzo chake ni nini? Umewahi kupata mateso katika maisha na haujajua chanzo chake ni nini? Nikwambie tu ukweli. Kitu ambacho watu wengi huwa hawakifahamu ni kwamba kuna historia yako ya ukoo wako. Huu ukoo wako, kama kwenye historia ya huu ukoo wako kuna mambo ambayo hayakufanyika sawa, hayakufanyika vyema, au kuna ubaya ambao ulifanyika, ndio matokeo yake yanakuja kujionyesha kwako. Na hii inaweza ikakublock. Ukifanya kazi hauoni matokeo, ukipata pesa unaumwa, unapitia changamoto za ajabu ajabu, unapitia misukosuko ya ajabu ajabu kwenye maisha, unafika mahali unakuwa wewe ni mtu wa kusingiziwa kila kitu. Hii ni kwamba yani ni kwamba hapa sasa ni kwa sababu ya nyuma nini kilitokea. Yani kuna mambo yalifanyika nyuma kwenye ukoo wenu. Sasa kuna namna ya kujikwamua. Kuna namna ya kujikwamua. Kwa sababu ukiendelea kuishi katika hali hii, sikufichi, utateseka hapa chini ya jua, utateseka mpaka mwisho wa siku itakupelekea mpaka kifo. Sasa, kabla sijaendelea, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe, ili na wengine wapate. Sasa, nachotaka nikwambie ni hiki. Wewe ambaye unajua upo hivyo. Wewe ambaye unajua unapitia changamoto hizo na hauoni suluhu. Yamkini umeshaomba mpaka umechoka. Umeshaenda kwenye makanisa mpaka umechoka. Umezunguka kila kanisa. Umewekewa kila mkono. Yaani mpaka imefika mahali sasa umewekewa mikono mpaka sasa mpaka kichwa kimekuwa kipara kwa sababu ya kuwekewa mikono. Baada kidogo tu utawekewa na miguu. Nakwambia hivi, hii haitaweza kukutoka kwa staili hiyo. Anayeweza kuondoa shida kama hii ni universe peke yake. Inawezaje kuondoa? Ni lazima kuna kodi ambazo lazima uzifungue kwenye maisha yako, ili sasa haya mambo yaweze kukutoka. Kama hautafungua hizo kodi, mpendwa, utaishi kwa mateso sana. Utaishi kwa mateso sana, si kidogo. Kwa sababu mimi huwa nawaambiaga watu ukweli. Kuna mahali ambapo unaweza ukafika, inakubidi ukae chini utafakari. Na mimi siku zote huwa nasema, mkono mtupu haulambwi. Lazima, pia kuna neno linasema hivi, maombi matupu hayafanyi kazi. Lazima yaambatane na vitendo. Ndio hii niliyosema sasa ni kodi. Ila hapo ulipo, cha kukusaidia ni hiki. Chukua, hii wanaita nini? Karafuu. Chukua karafuu. Ukishaandaa karafuu, andaa na chumvi ya mawe. Alafu andaa na maji yako safi. Ya mvua au ya mtoni inafaa zaidi kuliko haya ya bomba. Kwa sababu ya bomba yanakuwa tayari yameshawekwa makemikali. Kisha chukua hivyo vitu. Chukua yale maji yako, tayari weka kwenye beseni. Chukua karafuu punje 7. Tilia mle ndani. Chukua na ile chumvi ya mawe kidogo, weka ndani ya yale maji. Ukishamaliza, tamka maneno haya. Sema,
universe, wewe ndiwe unayejua maisha yangu, unayejua kizazi changu cha huko nyuma ambacho mimi sikijui na sijui maisha yao walishije. Lakini universe wewe unajua, kwa sababu kila kitu umerekodi. Sasa kupitia maji haya, kupitia na chumvi hii pamoja na karafuu hii, ninaomba universe, futa historia yangu yote ya nyuma, ya vizazi vilivyopita. Futa. Ninaomba universe, kata, weka mpaka. Haya mambo ya nyuma yasinifuate, yasivuke kuja kwangu tena. Yasivuke kuja kwangu tena, yarudi. Yaniache mimi nikae huru, nifanye maisha yangu. Ukishatamka hivyo kwa imani, baada ya hapo, chukua hayo maji, jimwagie. Fanya hivyo kwa muda wa siku 3. Na kuhakikishia hayo mambo yataondoka kabisa. Mimi ni Mfalme Universe, nikutakie mchana mwema.